Tunakukaribisha sana ndugu mdau au mpenzi wa simulizi. Leo tunakuja kwa mara nyingine tena katika kuhakikisha tunakupatia burudani kadha wa kadha. Leo tunakuja na sehemu ya 4 ya simulizi yetu ambayo inaitwa Kisasi cha Mfalme Zarifusi. Hivyo tutakwenda kumsikiliza dada Sophie aweze kutuletea burudani hii ambayo inakuja mbele yako. Kama mkao wa kula, usibanduke wala usichomoke, kuhakikisha unapata burudani hii. Zarifusi alijua kuwa ushindi dhidi ya Tharion ulikuwa ni mwanzo wa mchakato mkubwa zaidi wa kuimarisha utawala wake. Roho za mababu wa Othronis zilikusanyika karibu na mfalme wao, zikimsaidia kujenga tena kifalme kilichokuwa kilipotea kwa miaka mingi. Walikuwa wakiwa na msimamo mmoja. Zote za Othronis zilikuwa chini ya utawala wa familia yake, na hakuna chochote kingeweza kuzuia damu ya familia hiyo kumwaga tena kwa haki. Mji mkuu wa Othronis ulijaa giza la ajabu. Majumba ya kifalme yaliyokuwa yamejaa alama za uchawi wa zamani yalililia mabadiliko. Hali ya hewa ilikuwa na giza nene, ikichanganyika na harufu ya damu ya wapiganaji waliopoteza maisha katika vita vya zamani. Zarifusi alielekea kwenye ngome ya farasi wa dhahabu, ngome kuu ya kifalme, alikokuwa akiishi mfalme wa zamani wa Othronis. Huko ndiko alikokuwa akikusudia kutekeleza kisasi cha mwisho, kutwaa kiti cha enzi cha kifalme kilichomuhusu. Wakati alikaribia ngome hiyo, aliona picha ya kale akimjia kwa haraka. Alikuwa na picha ya mfalme wa zamani, King Othronis ambaye aliangamia katika ajali kubwa ya kifalme miaka mingi kabla ya vita ya kisasi kwanza. Roho ya mfalme huyu ilikuwa imefungwa kwenye kivuli cha zamani, na hakuwa na furaha kwa kile alichoshuhudia. Zarifusi, mwana wangu wa kifalme, roho ya Othronis ilisema kwa sauti ya uchungu. Kisasi chako kimeshatimia, lakini kumbuka, haki inahitaji kujenga, si kuangamiza. Ufalme wa Othronis hauwezi kudumu kwa damu pekee. Zarifusi alikusudia kumjibu, lakini alijua kuwa roho ya Othronis ilikuwa ikimfundisha jambo muhimu. Alikuwa na uchungu wa kisasi, lakini alijua kuwa kumwaga damu nyingi hakungemaliza maumivu. Walikuwa wakifanya kila kitu kwa ajili ya kumrudisha mfalme wa zamani, lakini sasa alikuwa na ushawishi wa kuendeleza utawala mpya wa Othronis. Mfalme wangu, nitapigania haki ya familia yangu na kulipiza kisasi, lakini nasikia ujumbe wako. Sitaacha kujenga Othronis kutoka kwa maangamizo. Nitajitahidi kulinda kifalme kilichozaliwa kwa damu. Roho ya Othronis ilicheka kwa utulivu, na picha ya mfalme huyo ilianza kupotea kwenye kivuli cha giza. Zarifusi, mtoto wangu, kuwa na subira. Ufalme wako utakuwa na nguvu zaidi ukijenga kwa usawa, sio tu kwa kisasi. Mimi nitakuwa na wewe. Zarifusi alijua kuwa alikwama katika vita ya kiroho. Alikuwa amekutana na roho ya baba yake wa kifalme, na ilikuwa wazi kuwa alihitaji kuwa na hekima zaidi ili kudumisha utawala wake. Roho za mababu wa Othronis walikusanyika tena, na walijua kuwa Zarifusi alikuwa na nguvu za kifalme, lakini pia alikuwa akijaribu kupatanisha uongozi wa zamani na mpya. Hii ilikuwa ni changamoto ngumu zaidi kwa mfalme mpya. Akiwa kwenye ngome ya farasi wa dhahabu, Zarifusi alikusudia kukutana na wazee wa shirikisho la mfalme, kundi la wataalamu wa uchawi na viongozi wa kifalme. Hawa walikuwa wakiongoza mifumo ya uchawi inayotumika katika utawala wa kifalme wa Othronis. Hii ilikuwa ni hatua muhimu katika mchakato wa kujenga tena utawala wa kifalme. Walikuwa wakiishi katika sehemu iliyozungukwa na maboma ya kivuli, majumba ya kifalme yaliyokuwa na majumba ya zamani ya uchawi. Zarifusi alijua kuwa kwa kushirikiana na shirikisho la mfalme, angeweza kujenga utawala wake kwa usahihi, huku akizihusisha nguvu za mababu wa Othronis na uchawi wa kisasa. Mfalme Zarifusi, umetufikia kwa ujasiri mkubwa, mmoja wa viongozi wa shirikisho la mfalme alisema, akimtazama mfalme kwa heshima kubwa. Lakini utawala wa kifalme haujengi kwa hasira. Tunahitaji kujua jinsi ya kuongoza kwa hekima. Kisasi chako kimemalizika. Sasa tuzungumze kuhusu uongozi. Zarifusi aliketi mbele yao, macho yake yakimeta kwa uchawi wa mnyama wa kisasi. Alijua vizuri nguvu za uchawi wa mababu na alijua kuwa haikuwa rahisi kujenga kifalme kwa usawa. Lakini alikuwa na uhakika kuwa lazima apige vita dhidi ya shingo ya mfalme mpya, ili kufikia kile alichotaka. Nitajenga Othronis kwa nguvu ya mababu zangu, lakini naahidi kwamba haki itatawala. Kisasi changu kitahakikisha kuwa utawala wa familia yangu utaendelea milele. Haki itakuwa msingi wa kifalme hiki.
Zarifus alijibu akiwa na tabasamu la ushindi. Zarifus alikaa kwenye kiti cha enzi kilichozungukwa na giza la ajabu, macho yake yakimetameta kwa mwanga wa uchawi wa mababu wa Othronis. Roho za mababu walikusanyika karibu naye, zikiangaza kwenye kivuli cha giza kilichozunguka ngome kuu ya kifalme. Alijua kuwa alikuwa katika hatua ya mwisho ya kujenga upya utawala wa kifalme cha Othronis. Lakini kama alivyosema, kisasi chake hakikuwa kimeshamalizika. Alihitaji kutumia nguvu alizonazo ili kuhakikisha kuwa hakuna mtu au uchawi utakaokuzuia. Katika sehemu ya giza la ngome, mkutano wa siri ulifanyika. Shirikisho la giza, kundi la wachawi wenye nguvu ambao walikuwa wakiendesha mifumo ya uchawi ya kifalme kwa maelfu ya miaka, walikusanyika kuzungumza na Zarifus. Walikuwa wachawi wa zamani, wachambuzi wa giza, na walikuwa na ufahamu wa kina kuhusu utawala wa kifalme cha Othronis. Mfalme Zarifus aliyeongoza mkutano, mchawi mzee aliyevaa mavazi ya giza, alisema kwa sauti nzito, kisasi chako kimefika. Lakini kumbuka, uchawi wa zamani una nguvu ambayo huelekei kutawala. Hatuwezi kuruhusu nguvu zako za kisasi kuchafua mifumo ya kifalme. Zarifus alijua kuwa watu hawa walikuwa na nguvu zisizoonekana kwa wengi. Walikuwa wachawi wa zamani ambao walikuwa na uwezo wa kutengeneza ulimwengu wa giza na uchawi ambao ulijenga kifalme cha Othronis. Hata hivyo, alijua kuwa alihitaji msaada wao ili kuhakikisha kuwa kifalme chake kitadumu. Nashukuru kwa ushauri wenu, lakini kisasi changu ni la msingi. Hata hivyo, mimi ni mfalme mpya wa Othronis, na kama kuna mtu anayeweza kudhibiti nguvu hizi za zamani, basi ni mimi, Zarifus alisema kwa sauti ya uthubutu, macho yake yakimeta kwa mwanga wa uchawi wa mnyama aliyejaa hasira. Nitahakikisha kuwa utawala wa kifalme utatambulika kupitia haki, si uharibifu. Kama unavyosema, Mfalme Zarifus, mchawi mzee alijibu, akimwangalia kwa makini. Lakini kumbuka, nguvu za kisasi haziwezi kudumisha utawala wa kifalme kwa muda mrefu. Uchawi wa mababu zako unaweza kuwa na maafa ya kutisha. Tunahitaji kujua kama utakuwa na uwezo wa kubaliana na mifumo hii ya giza bila kuangamiza utawala wako. Zarifus alijua kuwa ilikuwa ni hatua muhimu. Aliweza kuona wazi kuwa uchawi wa mababu wa Othronis ulikuwa na mifumo maalumu. Huwezi kupambana nao kwa nguvu pekee. Ilihitaji hekima na ufanisi katika utawala. Mimi sitaki kuwa mfalme wa damu pekee. Najiandaa kutumia nguvu za giza kwa njia inayohakikisha kwamba Othronis itadumu milele. Kisasi changu kinahitaji kuwa sehemu ya kujenga Othronis, si kuimaliza, Zarifus alisema kwa mtindo wa kipevu, macho yake yakionyesha nguvu za kutawala. Mchawi mzee alikubali kwa kichwa kidogo. Hiyo ni njia nzuri, Zarifus. Tutarajie kuwa nguvu za zamani zitatumika, lakini kumbuka, giza hili linatamani kupotosha. Ukiwa na shingo ya mfalme, usiruhusu uchawi ueneze udhaifu. Zarifus alijua kuwa alikuwa ameanza kujenga mwelekeo mpya wa kifalme, lakini alikubaliana na mchawi mzee kwamba lazima atumie hekima zaidi kuliko hasira peke yake. Alikuwa amepata ushindi katika vita dhidi ya Tharion na nguvu za roho waasi, lakini sasa alikabiliwa na changamoto kubwa zaidi: kulinda utawala wake kwa usawa na ujumuishaji wa nguvu za uchawi wa zamani. Nitamwacha shingo yangu iwe ngumu, lakini pia nitajenga Othronis kwa nguvu ya usawa na haki. Kisasi cha damu kitakuwa na mizizi, lakini haki na umoja vitakuwa misingi ya kifalme, Zarifus alisema, akiwa na azimio la kutawala. Kwa hiyo, mkutano wa giza ulifungwa, na wachawi waliondoka wakiwa na mawazo mengi. Zarifus alijua kuwa utawala wake wa kifalme ulikuwa katika mikono yake, lakini kama alivyosema, alihitaji kushirikiana na uchawi wa zamani ili kuendeleza Othronis.